Naam, habari ya muda na wakati kama huu ndugu mpenzi mtazamaji na wewe mwanafamilia wa YouTube channel yako pendwa kabisa. Moja kati ya kitu ambacho naweza nikasema kimechukua sura kubwa sana ya ulimwengu wa burudani ni swala la mahusiano ya Diamond Platnumz. Mara nyingi sisi si watu wa kuingia kwenye mahusiano ya mtu, lakini linapokuja swala kubwa la mtu maarufu kama Diamond Platnumz lazima lizungumzwe. Yamezungumzwa mengi mara baada ya mwanadada ambaye of course alishawahi kuzoa taharuki kubwa hapo nyuma kwamba ndiye mpenzi wa Diamond Platnumz, anaitwa Rita, na safari hii akavujisha baadhi ya voicemails ama voice calls ambazo zinasadikika ni baadhi ya watu wa karibu wa Diamond Platnumz, wakati Santos akiwa ni moja kati ya watu wanaoonekana kwamba Diamond Platnumz anawatuma watu wake wa karibu kwenda kumbembeleza yule binti ili warudiane kwenye mahusiano, ili hali tunafahamu fika kwamba Diamond Platnumz ni mume halali wa Bi Zuhura, bidada Zuchu. Sasa tuko na kaka yake Zuchu ambaye mara nyingi amekuwa akizungumza mambo mengi sana kumhusu Diamond Platnumz, lakini pia kumhusu Zuchu. Yeye ameipokeaje taarifa hii na kipi ambacho yeye anaweza kukizungumza? Bwana, mambo vipi mzee? Safi. Kwema kabisa. Moja kati ya kitu ambacho binafsi napenda kutoka kwako huwa ufichi mambo. Sasa naamini hata katika hili hutonificha. Mara baada ya kuona hii taarifa ya yule mwanadada Rita kwamba nitavujisha siri ya baadhi ya watu ambao nawatuma kwako kuja kunibembeleza. Wewe kama wewe, kabla tujaingia kwenye upande wa familia na nini, wewe kama wewe uliipokeaje? Huwezi kuipokea vizuri kwa sababu ni shemeji yangu. Yupo na dada yangu. Kwa hiyo mimi binafsi sijaipokea vizuri kwa sababu niliamini ya kwamba ni mtu ambaye ameoa, yuko na mke wake. Sasa unaposikia taarifa hizi za mtu ambaye uliwahi kuwa kwenye mahusiano naye mkaachana, mimi lazima haiwezi kuleta picha nzuri. Na sio kwangu tu, wengi ambao wameisikia taarifa hii hasa kwenye familia wamestuka. Lakini mimi nilishawahi kusema kwamba Diamond sio mwanaume ambaye anaweza akatulia na mwanamke. Wengi walikuwa wakinitukana, wengi wakaniambia wewe sasa dada yako unataka umuoe wewe. Watu wanazungumza, lakini mimi nilisema kwamba Diamond sio mwanaume ambaye anaweza akatulia na mwanamke. Diamond aliwahi kuwa na wanawake wa kinazari, walikuwa na kila kitu na hajatulia. Amewahi kuwa na wakina Hamisa Mobeto, wanawake wazuri, hajatulia. Tanasha alimpenda kweli Diamond Platnumz, hajatulia. Leo hii hajatulia kwa Zuchu. Kwa uzuri gani ndugu yangu alikuwa nao kumzidi Zari? Sio kama nasema, lakini Diamond tabia zake tunazijua. Na mimi nilizungumza nikasema hii Diamond kwa Zuchu ni kutaka kumchezea, kumharibia mbeleni. Atakuja kumwacha mbeleni, Zuchu atakuja kupata shida, kupata mwanaume wa kumuoa, kwa sababu katakuwa kashaharibiwa, kashachafuliwa na huyu msanii wetu. Msanii wenu unaamini kwamba ndoa ya Diamond Platnumz na Zuchu haikuwa sehemu ya baraka? Ile haikuwa baraka. Cha kwanza mimi sikuiafiki ile ndoa. Mimi nilizungumza na wewe. Sikuiafiki ile ndoa na sijakubaliana nayo ile ndoa. Lakini dadako anaitaka ile ndoa. Uone kama utakuwa unavuka mipaka sasa ya kumpangia mwanaume gani anatakiwa kuwa naye. Unajua wanakwambia Waswahili, wanakwambia la kuambiwa changanya na zako. Sisi tulimwambia ndugu yetu, lakini yeye alichanganya zake. Penzi limemnogea. Kanogewa na Simba na ukubwa wake na fedha zake. Sisi tulizungumza, tukaona inashindikana, tukakaa pembeni. Leo hii anatokea haya, tunarudi tena kuzungumza kwamba tulimwambia. Kwa hiyo hatutarajii kuona Zuchu akija akilalamika kwamba Diamond anamtesa kwenye mahusiano, kwa sababu tulimwambia. Hatutarajii kuja kusikia hiyo Zuchu kwamba alalamike kwamba mimi Diamond ananiumiza, ananitesa. Hatutaki kuja kusikia kwa sababu tulimwambia. Mimi mpaka nilitukanwa kaka. Nikaambiwa namtaka Zuchu nimuoe mimi. Matusi mazito haya. Lakini leo hii tunakuja kumuona mwanamke ambaye aliyekuwa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz, Rita. Anazungumza Diamond
anamtumia watu, anatuma watu waende wakambembeleze arudiane na kaka. Yule Rita ukimwangalia sio mchezo. Lakini wanasema ndoa bwana, ndoa ni zaidi ya uzuri wa umbo, ni zaidi ya urembo wa mwili, ni zaidi ya hivyo vyote. Ndoa ipo kwenye tabia binafsi ya mtu na mambo mengine. Huoni kama labda Diamond Platnumz sawa alikuwa na Rita, lakini amemchagua dada yako Zuchu kuwa moja kati ya watu ambao anaamini anaweza kukaa nao kama mke? Hilo la kwanza. La pili, hata kama anambembeleza Rita, mtoto wa Kiislamu yule Diamond Platnumz, kwamba kuna kosa yeye kuwa na mke zaidi ya mmoja? Unataka useme kwamba Diamond kampenda Zuchu kwa sababu ya tabia? Labda ana ile materiality, ile wife material. Kuna mwanamke ambaye alimheshimu na kumtii Diamond na alikuwa tayari kashabadilisha dini zaidi ya Tanasha. Lakini unajua ni mambo gani alikuwa anapitia Diamond Platnumz kuhusu Tanasha? Tanasha alibadilisha dini kwa sababu ya kuolewa na Diamond. Alikubali kila kitu ili ndoa ya Diamond iweze kupita. Lakini Diamond alikuja kumwacha Tanasha. Zuchu sawa, anaweza akawa anampenda Diamond na anampenda Diamond, lakini kwa tabia za Diamond Platnumz sio wakuwa na mwanamke, kutulia na mwanamke. Diamond bado hajamaliza. Okay. Sawa. Tunaweza tukamsema sana Diamond Platnumz kafanya hivi na hivi. Kosa la Diamond liko wapi? Diamond unaweza ukasema kwamba tamaa. Wanaume wote tuna tamaa. Lakini ndugu yetu kazidi. Wewe mpaka unatuma ndugu zako wakakubembelezea kwa mwanamke. Ndugu yetu kazidi kaka. Yaani yale matamanio, zile hisia zimezidi mpaka unatuma watu wakakubembelezea. Hiyo ni aibu kaka. Sisi wote wanaume tunajua kujishikilia. Tukiwa kwenye ndoa zetu kuna muda unatakiwa ujishikilie. Kosa la Diamond Platnumz ni kwamba alishindwa kujishikilia. Kashindwa kujishikilia. Yes, ameoa ana mke. Yeye ameoa ana mke. Lakini mtoto wa Kiislamu yule hakuna kinachomfunga. Kwanza yuko mmoja. Shida zaidi Diamond anachokosea, anatuma ndugu zake wakambembelezee marafiki zake. Umeona sasa yule mdada mtoto wa Kichaga yule ana akili kichwani. Ndio nilikuwa nakuja. Huyo ni akili, ni upumbavu? Akili. Hivi mtoto wa kike kama yule kila anayekutongoza utamwanika? Kwa sababu alishawahi kuwa naye kwenye mahusiano naye. Diamond akaja kumfanyia ndivyo sivyo. Akaja kuachana naye tena katika vitu ambavyo vilikuwa vya ajabu vya kumdhalilisha yule binti. Diamond hatujamsikia popote. Yote tunamsikia huyo binti. Tunamsikiza hao mabinti, sio kwamba siku anamsingizia. Diamond tabia zake tunamjua na wanawake wake ambao walishakupita nao tunajua. Kwamba alikuwa alipi? Hawamsingizii. Okay. Yule mdada mara ya kwanza alimkubalia Diamond, akawa naye kwenye mahusiano, lakini Diamond alikuja kumdhalilisha. Sasa mwanamke mwenye akili hawezi kukubali kwa mara ya pili. Anajua wewe ni mchezeaji, alafu akiangalia listi ya wanawake ambao ulishakuwa nao hawezi kukubali. Anaona kabisa. Ngoja taratibu. Unadhani Diamond Platnumz kutokuwa na yule Rita anapungukiwa nini? Hana kitu ambacho nadhani ya kwamba Diamond anakuja kwenye kitu kimoja. Diamond analingia kwamba mimi ni star, mtu maarufu. Hakuna mwanamke ambaye anaweza kunikataa. Sasa anapotokea mwanamke kama Rita akimkataa kama hivi ambavyo anamkataa na anamuanika mambo yake machafu mtandaoni, Diamond anaumia. Anaona mimi na kila kitu alafu nakataliwa. Kwa hiyo hii kitu kinamuumiza Diamond, kukataliwa na kuanikwa mitandaoni. Ndio sio kama Diamond sawa, anaumia kwa kuanikwa mitandaoni. Rita hana kosa lolote kwenye haya. Ana kosa gani? Hana kifua. Kifua gani? Rita ana akili. Rita ana akili kufanya hili ambalo analifanya, kwa sababu anataka akae mbali zaidi na Diamond, kwa sababu bila kufanya hivi Diamond ataendelea kumsumbua na kumtumia watu. Kwa hiyo kwa kufanya hivi kutamfanya Diamond aogope tena kutuma watu waende kumbembelezea kwa Rita. Lakini inaonekana ama inasemekana kwamba familia ya Diamond wala haijatikiswa na hili. Haijatikiswa na hili. Sasa unajua vile familia ukiangalia vizuri wewe unaielewa vipi? Wanajua kwamba sasa itatikiswa nini familia ya Diamond. Familia inamsupport kila chochote cha ajabu chochote anachofanya Diamond ina support. Sio kwamba wameona haya hayana maana kwa sasa.
Sio hivyo. Yaani mimi nakwambia hivi ni kwamba familia imeshaona ndugu yao matatizo yake na wao wanaamua kusapoti matatizo yake yote. Huyo Zuchu mwenyewe hana furaha kwenye hiyo familia unayozungumzia. Wanakuja hapo inasemekana kazuiliwa asiingie ndani, yupo Tanasha. Nakwambia huyo Zuchu mwenyewe hana furaha kwenye hiyo familia unayozungumzia. Lakini ana furaha na mume wake. Ana force. Diamond mwenyewe anampiga matukio Zuchu, wanafanya hivi matukio ya ajabu, lakini Zuchu kang'ang'ania. Moja ya kauli yako ulisema Diamond hawezi kumtamkia mwanamke kwamba nimekuacha, ila atakupiga matukio mpaka unaondoka mwenyewe. Je, ni wakati ambao Zuchu umefikia saizi wae kuondoka mapema? Yani katika jambo ambalo Zuchu anachelewa ni kuachana na Diamond Platinum. Katika jambo ambalo anachelewa na atakuja kujuta huko mbeleni. Narudia, Zuchu atakuja kujuta huko mbeleni. Atajiona ya kwamba amechelewa kuachana na Diamond. Anatakiwa hilo jambo alifanye sasa. Diamond sio mume bora kwa Zuchu. Dadako kampenda. Hivi wewe kumwacha mtu ambaye umempenda? Wewe uje kuacha mwanamke ambaye umempenda. Nani unampenda kile unamwacha? Uje kufanya hivi? Sasa Zuchu naye atakiwa afanye maamuzi magumu, japokuwa ya kwamba anampenda Diamond Platinum, lakini anatakiwa afanye maamuzi magumu, amwache. Diamond sio mwanaume sahihi kwake, anamharibia. Mimi nakwambia kuna siku Zuchu atakuja kukaa akumbuke maneno yangu kwamba ndugu yangu alikuwa ananiambia Diamond sio mwanaume sahihi, anamharibu Zuchu na atakuja kutengeneza mazingira magumu kwa Zuchu kwenye kuolewa. Wanaume watakuja kumkataa Zuchu. Lakini wanasema Diamond wakiwa pamoja na Zuchu ni kama nyota zao zinaendana hivi, ni ngumu kuachana wale watu. Yaani mtazungumza wewe, ila kwao kutengana ni ngumu. Zinaendana kivipi? Hivi kuna mwanamke ambaye nyota ziliendana na Diamond na kumpa ustaa ule wa kufanya collab na akina Nio, akina Omarion kama Zari. Unajua alikuwa anapitia nini ndani? Kuna mwanamke ambaye alikuwa na nyota na Diamond kama Wema Sepetu. Zuchu hana nyota na Diamond. Kwanza baada ya Zuchu kuwa na Diamond anashuka, nyimbo akitoa kila siku zinazidi kupromoka. Mimi nazungumza ukweli. Lakini Zuchu anapaa. Anapaa nini? Kimataifa. Wapi? Ngoma zinaenda. Anaenda wapi? Hivi unajua mafanikio ya kimataifa? Mafanikio ya kimataifa ya msanii unayajua? Zuchu kaenda kimataifa wapi? Kupiga show Kenya ndio kimataifa. Burundi. Kimataifa kuna nchi ambazo tulikuwa tukusikie huko una trendi huko. Lakini tayari bado kwa hatua ya awali Afrika Zuchu anajulikana mzee wangu. Afrika hii kweli ukimtaja ile Mialade Zuchu anasogea naye. Afrika utamtaja hata Jux. Afrika anajulikana. Juzi kaenda kupiga show Nigeria, Jux. Harmonize naye anajulikana. Afrika Waarabu wanacheza. Kule ndio kwenda kimataifa. So nyimbo wanacheza mtu yuko Kahama, Burundi, yuko Kenya ni yani sisi tukizungumzia Kenya, Uganda, Rwanda ni sisi kimataifa toka huko. Okay. Sawa, tumalizie na hili. Yaliyotokea yametokea. Binafsi siamini kama yule binti ilikuwa ni sahihi sana kwa alichokifanya. Mwisho wa siku kila mtu anaishi maisha yake. Ukipewa nafasi ya kuzungumza na Diamond Platnumz kwenye hii linaloendelea utamwambia nini? Lakini kipi kikubwa anachotakiwa ukifanya dada yako kwa sasa Zuchu? Kwa Diamond kwanza, Diamond kama amechagua kuoa basi atulie na mwanamke wake. Kama alikuwa anajua ya kwamba hajamaliza matamanio yake ya kidunia, tamaa, asingeoa. Atulie na mwanamke wake. Wapo wasanii wakubwa duniani ambao wameoa na wametulia na familia zao. Mfano mzuri Jay-Z na Beyonce. Mfano mzuri kibongobongo utakuja kumzungumzia Jux ambaye kaoa juzi na sasa hivi hatusikii skendo zozote yeye na mwanamke wake. Wako na Aika na Real, wako kwenye ndoa, wanafanya vizuri mambo yao na muziki wao unaenda. Kwa hiyo Diamond tamaa aache, kwa sababu amechagua kuoa. Kama ni wanawake ameshapita kwa wanawake wengi wazuri, ameshaona shepu za kila aina na ni za kila rangi ameshakutana nazo. Kwa hiyo anachotaka kutulia sasa hivi afanye, atulie kwenye ndoa yake na Zuchu, amzalishe kwa sababu kamuoa. Kwa sababu hivi ndoa gani ambayo mtu hamzalishi kuna nini hapa? Muda bado ndoa changa. Ndoa changa. Kuna siku nitakuja kukupa story nzima kwa nini Diamond na Zuchu hawapeani mimba, hawapati mtoto. Nitakuja kukupa story, nadhani kila mtu atashangaa. Kwa nini Diamond na Zuchu? Kuna siri nzito. Kwa nini Diamond na Zuchu hawapati mtoto? Kuna siri nzito nitakuja kukwambia. Si wanasema mtoto ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, sometimes na mipango yao wenyewe labda hawako tayari kwa sasa. Ngoja nikwambie kitu. Basi ila nikukwambia leo, ndio nakwambia kuna siku
Tuisubiri vizuri. Lakini pia kwa Zuchu kuna muda alikuwa aache kuvumilia mahusiano ambayo yanamtesa. Kuvumilia mahusiano ambayo yanafanyaje? Yanamtesa. Anachotakiwa kufanya sasa hivi, kama anaona Diamond ni msumbufu kwake, mashehe wapo. Diamond ni bosi wake, abakie kama bosi wake. Haya mambo ya mahusiano yaishe, waendelee kama mtu na bosi wake. Haya mambo ya mapenzi, mahusiano yaishe, kwa sababu huko ni kumharibia. Zuchu anaharibiwa future, anakuambia Zuchu anaharibiwa future. Watu wanaamini ameheshimishwa, kapewa ndoa. Ameheshimishwa nani? Diamond Platnumz na Nasibu Abdul. Katika kitu ambacho watu wanaona umechafuka, yani umeenda kuchafuka, ni kuolewa na Diamond. Wewe kakuwa Diamond unakuwa kwanza mwanamke ambaye una chuki binafsi na Diamond Platnumz. Mwanamke ambaye anaingia kwenye mahusiano na Diamond, mimi huwa namdharau. Kwa nini? Diamond mchafuzi, hana sifa nzuri. Kuna namna yote ambayo ukosea Diamond, sije kama ni personal issues hatujui. Sio kwamba asha kunikosea Diamond, lakini ukiangalia status yake ya kimahusiano haina picha nzuri. Yaani hakuna picha nzuri hapa. Acha yake hakuna picha nzuri. Kwa hiyo wanawake watakuwa nao wastuke kwamba huyu jamaa kweli ana hela zake, ana kila kitu, akikufuata sijawe mwanamke wake. Stukeni, angalieni wenzenu walikuwa na nini? Walikuwa na uzuri gani kipindi hicho, na alikuja kufanywa nini na Diamond Platnumz? Angalieni wenzenu walikuwa na uzuri gani kipindi hicho, na alikuja kufanywa nini na Diamond Platnumz. Ni maneno ya mwamba hapa. Una maoni gani kwenye haya yote aliyoyazungumza? Tukutane kwenye ulimwengu wa maoni hapo chini. Mpaka muda na wakati mwingine, usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hii kwenye YouTube channel yako.